Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe sana. Tumbo la kuzimu ni tumbo halisi na linaweza kumeza vitu vya watu, linaweza meza watu, linaweza meza mali za watu. Ni tumbo halisi. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12. Sura ile ya 12. Biblia inasema kwenye ule mstari wa kwanza. Nitakwenda haraka kidogo kwa sababu nataka tuwe na muda wa kutosha wa kuomba. Unaposoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 12 na mstari ule wa kwanza, maandiko yanasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi alikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba akilia. Hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa jekundu. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo mtoto wake, ili azaapo amle mtoto wake. Nataka uone hiki ni kitu Yohana alikuwa anaona katika ulimwengu wa roho. Vita iliyopo baina ya joka na maono ya mbinguni, baina ya joka na kusudi la Mungu. Lile joka linatafsiri shetani. Huyu mwanamke ni kusudi ambalo Mungu amelibeba, ambalo linatakiwa kuzaliwa. Kuna watu wana vitu vinatakiwa kuzaliwa, kuna watu wana vitu vinatakiwa kutokea, kuna watu wana vitu vinatakiwa kufanya kazi, lakini vinafuatiliwa na lile joka. Ili vikionekana tu vimezwe, vikionekana tu vizuiwe, vikionekana tu vishikiliwe. Na ndio maana anasema ikaonekana ishara nyingine mbinguni, tazama, joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu yake vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake ulikokota theluthi ya nyota za mbinguni. Kwa anazungumza shetani na malaika wake waliodondoka kutoka mbinguni na kuangusha katika nchi. Na yule joka alisimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa. Kuna kusudi lilikuwa linatakiwa kuzaliwa. Lile neno la mwanamke aliye tayari kuzaa ni lugha ya ishara. Kuna kitu kilikuwa kinatakiwa kuzaliwa, kuna kitu kilikuwa kinatakiwa kutokea. Yule joka hayuko tayari kuona kinatokea. Yule joka hayuko tayari kuona kinafanikiwa. Na ndio maana nilikueleza nikakwambia, mafanikio yoyote, baraka yoyote ambayo imefungamana na kusudi la Mungu ina upinzani. Mafanikio yoyote ambayo yamefungamana na malengo ya mbinguni yana upinzani. Nilikueleza kwenye ibada, nikakueleza hata siku moja usije ukafikiri kuna mafanikio yatakuja kwenye mikono yako ambayo yana mahusiano na serikali ya mbinguni alafu shetani akayafurahia. Shetani hayuko tayari kuona vitu vyako vinafanikiwa kirahisi namna hiyo, kwa sababu anajua haviendi kufanikisha ufalme wake, haviendi kufanikisha malengo yake, haviendi kufanikisha njia zake. Kwa hiyo mchana na usiku mnajua vita iliyopo ni baina ya kanisa na madhabahu za giza. Na ndio maana tunaposoma hapa kwenye maandiko, tunaona maandiko yanasema yule mwanamke alikuwa tayari kuzaa.
alikuwa tayari kuzaa, na joka linajua kabisa kuna kitu kinaenda zaliwa hapa, kuna biashara inaenda kuzaliwa hapa, kuna baraka inaenda kutokea hapa, kuna jina linaenda kutukuzwa hapa, kuna namna huyu mtu anaenda kuinuliwa hapa, kuna kibali kinaenda kutokea hapa. Nini anachokitafuta? Ni yule mwanamke atakapozaa tu amle mtoto, amle mtoto. Kuna watu wengi sana vitu vyao vilipoonekana tu vimezaliwa vilimezwa, vilimezwa. Na nitakupa na ishara ya kujua kitu kilichomezwa. Kwa watu wengi sana kile kitu kilipotaka tu kuonekana, na ndio maana wengine nyota zao zilipoonekana tu, wengine alipoanza tu kuchukua hatua tayari akakutana na mgogoro ambao hauelewi. Wengine wakakatia tamaa, wengine wakachokea, wengine hawakutaka tena kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa kuna nguvu nyingine ambayo inapambana kufanya nini? Kumeza, kumeza. Na kikisha mezwa na hiyo taa imefanya nini? Imezimika. Kikisha mezwa na hiyo taa imezimika. Cha kwako kisimezwe mwaka huu katika jina la Yesu. Hilo tumbo la kuzimu likatapike kama limeshameza. Maombi tulionayo leo ni maombi ya kulitapisha tumbo la kuzimu. Kama limemeza kitu chochote kwenye maisha yako, hilo tumbo likaachi. Tunapoendelea kusoma hapa, maandiko yanatuonyesha wazi kabisa. Anasema hivi, naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti cha enzi. Kaangalia, Mungu naye alikuwa pale kuhakikisha huyo mtoto amezwa. Kwa hiyo yule mwanamke anataka kuzaa, kuzimu inataka kumeza, mbingu inajua kinatakiwa kumezwa, mbingu ikahakikisha akifanya nini? Akimezwa. Mtoto alipozaliwa tu akanyakuliwa. Biashara yako itakapozaliwa tu ikanyakuliwe katika jina la Yesu. Isionekane kwenye mifumo yao, isionekane kwenye ladha zao, isionekane kwao. Kibali chako kitakapozaliwa tu kikafunikwe na damu ya mwanakondoo. Heshima yako itakapoonekana tu ikazingirwe na kingo za moto. Yule mtoto alipozaliwa, madhabahu ya mbinguni ilihakikisha inamnyakua. Maana ingemwacha pale angemezwa. Ulimwengu wa roho uwaga unawezaga ukameza vitu. Unaweza ukamezwa vitu. Kwa kuna watu wengi sana unamuona, lakini kimsingi kamezwa. Biashara zingine zimemezwa, majina mengine yamemezwa. Unashangaa mtu yupo tu, hanaga matokeo, yuko hivyo hivyo miaka yote. Huwaga haongezeki, yuko pale pale ulipowahi kumkuta. Na moja ya ishara itakayo kusaidia kujua kwamba nimemezwa, nimezuiwa, hauendi, unakuwaga pale pale. Kwa kiwango chako cha mwisho cha mafanikio ndio kinakuwa kama ukuta, Kwa unakuwa uko hapo. Kwa nini? Kwa sababu kama umemezwa kule kwenye lile tumbo, unaweza fanya nini? Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Yona alimezwa na samaki. Bwana asifiwe. Siku 3 alizokaa kule tumboni, hakula, hakunywa, hakufanya kitu chochote cha maana. Angekaa huko siku 40, kama hajafa, hizo siku 40 zote zingekuwa zimesimama. Anapotapikwa anaanza moja, au anaanzia alipoishia. Na ndio maana unaona maandiko yakisema Mungu akiingilia kati, anaanza sasa kuwajibika kurudisha ile miaka iliyoliwa. Anaanza sasa kufuatilia kurudisha vile vitu vilivyopotea.
anaanza kuwajibika, kuanza kufuatilia, kuhangaika navyo. Muda waliokuibia, nafasi walizokuibia, muda wakati huo umemezwa. Na ndio maana ni vizuri hivi vitu kuvifuatilia. Ni vitu vya ulimwengu wa roho, vinafanya kazi, vinafanya kazi. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Fungua kile kitabu cha Kutoka sura ile, fungua kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 7. Nataka leo twende kwenye ulimwengu wa roho. Chochote kilichomezwa Bwana akashughulike nacho. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 7, ule mstari wa 8. Kutoka sura ile ya 7 na ule mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi: Bwana akanena na Musa na Haruni akawaambia, Farao atakaponena nanyi na kuwaambia, jifanyieni miujiza, ndipo utakapomwambia Haruni, shika fimbo yako uibwage chini na mbele ya Farao ili iwe nyoka. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri. Aliwaita wenye akili, wachawi na waganga wa Misri, wakafanya vivyo kwa uganga wao. Hebu sema, wakafanya vivyo kwa uganga wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maandiko yanasema wakafanya vivyo kwa uganga wao, wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka, lakini kwa uganga wao. Lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao. Nisikilize mtoto wa Mungu. Musa na Haruni wamekuja, wanataka hawa watu watoke kwenye utumwa. Wana negotiate deal na Farao, wanafanya reconciliation, wanajaribu kujadiliana namna gani Farao anaachilia hawa watu. Maana ili tumbo la Misri limewameza kwa miaka mingapi? 400. Na sasa Musa na Farao wanapoingia pale ni mwaka wa 400 na ngapi? Na 30. Watu wamekamatwa, watu wamezuiwa, hawana kitu cha maana tena, hawana kitu cha maana tena. Muda wao umezuiwa, haki zao zimezuiwa, kibali chao kimezuiwa, heshima zao zimezuiwa. Ni watu walio stuck. Leo hii huwezi ukaenda ukakuta chochote kwenye mikono yao, hawana kitu. Kila wanachokifanya wanazalishia Misri. Nguvu zao, jasho lao ni kwa ajili ya wapi? Kwa ajili ya Misri. Miji wanayoijenga ni kwa ajili ya Misri. Machozi yao na kusweti kwao ni kwa ajili ya kumtajirisha Farao, kumjengea Farao miji itakayoacha historia, itakayoacha kumbukumbu duniani. Ndio kazi wanayoifanya, ndio kazi wanayoifanya. Nilipopata nafasi ya kwenda kule Misri, moja ya vitu nilivyoviona ni vitu ambavyo inasemekana wale watoto wa Mungu ndio walivitengeneza. Ukivitazama hivyo vitu, wewe mwenyewe unaogopa kwamba mikono ya mwanadamu inawezaje tengeneza kitu cha namna hii. Lakini walikuwa watengenezi kwa ajili yao, kwa sababu Misri kulikuwa sio kwao. Walikuwa wanahangaika kufanya kwa ajili ya Farao. Na moja ya ishara itakayokusaidia kujua, kabisa kwamba nimemezwa, havitokei kwa ajili yako. Yaani utatumia nguvu, utatumia akili, utasweat, utatumia jasho,
lakini sio kwa ajili yako. Kuna mtu mwingine. Kwa hiyo unajenga nyumba, anakaa mwingine. Unapanda mizabibu, anavuna mwingine. Unapambana vitokee, lakini vinaenda kwa mwingine. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeshakamatwa, wewe umeshazuiwa. Mungu akasema hapana, inatosha. Kwa akawatuma Musa na Haruni, nyie kapambaneni, muhakikishe kabisa hawa watu wanatoka kwenye hilo tumbo lililowafunga. Na ndio maana siku waliotoka Misri, maandiko yanasema ndio ulikuwa mwanzo wa miaka kwenye maisha yao. Miaka 430 tunaihesabu kwamba imepotea. Kwa nini ukubali kuingia hasara kubwa namna hiyo? Kwa nini ukubali hilo tumbo la kuzimu likufunge kiasi hicho? Maana siku unayotapikwa ndio tunaanza kuhesabu moja kwenye maisha yako. Maana hivi vitu vingine vyote vilipotezwa, hivi vingine vyote vilishikiliwa. Kuna watu ukishaomba naye anasema leo ndo nimesikia wepesi, leo ndo nimesikia amani, kwa mara ya kwanza nimepata furaha. Ndio imekuwa kama mwanzo wa miaka kwenye maisha yake. Na Bwana akakuokoe katika jina la Yesu. Kama kuna mahali popote vitu vimemezwa, Bwana Yesu akakuokoe katika jina la Yesu. Kwa hiyo hawa ndugu wamefika kwa Farao, na Mungu aliwaambia mtakapofika pale kwa Farao atataka miujiza ili ajue habari za Mungu wenu jinsi zilivyo. Na Farao akitaka miujiza, dondosha fimbo, itakuwa nyoka, ataogopa. Wakaenda wanajiamini kweli kweli. Yaani Farao alipoongea tu, Haruni kama Bwana alivyosema, kadondosha. Likaanza tembea joka hapo. Biblia isemi lilikuwa joka gani, lakini lilikuwa ni joka linatembea hapo. Farao akasema hiyo tu, mbona rahisi? Tunaona hapa akaita wenye akili, akaita waganga, akaita hao walipoita, maandiko yanasema na wao wakazitupa chini, isipokuwa wao wakafanya kwa uganga wao, fimbo zao zote zikawa nyoka. Sasa angalia, tuna nyoka hapo. Biblia isemi zile fimbo za wale waganga zilikuwa ngapi? Ila walikuwa wamekuja waganga, walikuwa wamekuja wachawi. Lakini maandiko yanachotuambia ni kitu kimoja tu. Nyoka wa Musa alianza kumeza wale nyoka wengine. Wachawi wanashangaa, hawaelewi kinachotokea. Waganga wanashangaa, hawaelewi kinachotokea. Farao mwenyewe anashangaa, haelewi kinachotokea. Hatua kwa hatua, mwisho wa siku nyoka wote wamefanya nini? Wamemezwa. Hiyo ilikuwa ni ishara kwenye ulimwengu wa roho kwamba haijalishi umepata fedhea, umepata wasiwasi, umepata mashaka, kwamba inawezekana vitu vyangu visiende tena, visitokee tena. Sikiliza mtoto wa Mungu, ile sauti ya Bwana inayosema na wewe jioni ya leo, vile vitu vilivyosimamishwa kwenye mashindano pamoja na wewe, leo vinaenda kumezwa vyote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana iko neema inayoenda kuachiliwa. Haijalishi maneno yaliyosemwa, leo tunaenda kuyameza kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo. Hayo maneno yote yatamezwa. Ndio maana sikia sauti ya Mungu anasema hivi, maandiko yanasema hivi, kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka kukuhukumu utahukumiwa. Kwa hiyo kuna maneno uoga yanazungumzwa. Nataka nikuhakikishie, ukiwa na hiyo nguvu ya Mungu, haijalishi hayo maneno yamekuja na ukali wa namna gani, haijalishi yamekunyong'onyesha namna gani, haijalishi yamekuzunguka namna gani, nataka nikuhakikishie, haijalishi ni mengi kiasi gani, kwa sababu iko nguvu ya Mungu inayotenda kazi, itameza hayo maneno yote, na mwisho wa siku hautayaona tena. Haijalishi uchawi uliosimama, nataka nikuhakikishie wewe unaye mchawi wa wachawi, kama kuna uchawi umeinuka, huo uchawi utaanza kumezwa. Mwisho wa siku hautauona kabisa. Nataka nikuhakikishie, wale walikuwa ni nyoka na walikuwa ni wengi, lakini mbele ya macho yao walianza kumezwa. Kwenye ulimwengu wa roho, ishu sio uchawi. Kwenye ulimwengu wa roho, ishu sio vita iliyopo, ishu nani ana nguvu zaidi.
Ndivyo ulimwengu wa roho unavyofanya kazi. Na ndio maana unaona maandiko yakisema nimewapa amri ya kukanyaga inge na nyoka na nguvu zote. Hebu sema nguvu zote. Sema tena nguvu zote. Haijalishi zimetokea Nigeria, haijalishi zimetokea Malawi, haijalishi huo uchawi umetokea Kigoma, umetokea Bukoba, haijalishi umetokea wapi. Cha msingi umepewa amri, umepewa neema. Hizo nguvu zote zinatakiwa kuwa chini ya miguu yako, zinatakiwa kuwa chini ya utawala wako, na wewe ndio mwenye neno la mwisho la kumeza. Leo hii jina lako likameze majina yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jina lako likameze majina yao, kibali chako kikameze vibali vyao, heshima yako ikameze heshima zao, Bwana akakuinue juu yao. Nataka nikuhakikishie, kwenye ulimwengu wa roho, wanaoshindana na wewe, wanaopigana na wewe, wanaohangaika na wewe, kuna siku hautawaona kabisa. Ndio kitu Mungu alichomwambia, ndio kitu Mungu alichomwambia Musa wakati majeshi ya Wamisri yanawafuatia. Wakati hao watu wanalia, Mungu alimwambiaje Musa? Sinilie mimi, endeleeni mbele. Endeleeni mbele. Songa mbele. Lakini Mungu anakuja, hawa wana hasira. Na unaona huku mbele ni bahari, anasema songeni mbele. Hawa mnaowaona hamtawaona tena. Hiyo hofu unayoiona hutaiona tena. Wewe tafuta nguvu za Mungu. Wewe tembea na hizo nguvu za Mungu. Kuna mashaka hautayaona tena. Kuna wasiwasi hautauona tena. Kuna wasiwasi hautasimama tena kwa watoto wako. Kuna hofu hazitatokea tena kwenye biashara yako. Maana nguvu za Mungu zikishaachiliwa juu yako, yoyote aliyesimama mbele yako anapigwa. Akati wanaambiwa hao wa Misri hamtawaona tena, unajua kwenye namna ya damu na nyama ni ngumu kuelewa hiyo sentence. Maana wanakuja kama kumbi, wanakuja na magari ya vita na wanatisha. Na unawajua. Saa ambayo maadui wamesimama mbele yako, unafikiri ni wakati mwepesi Mungu akikwambia hautawaona tena? Saa ambayo maadui wamesimama mbele yako, unaona kama vile huo ndio mwisho wako. Saa ambayo kuna ugonjwa umesimama mbele yako, unaona kama hutapona. Saa ambayo unapita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, unaona kama vile ndio nimeishia hapa. Saa ambayo kuna maneno yameinuka, saa ambayo biashara yako inatakiwa kufungwa, saa ambayo unaambiwa mimba zote zinazokuja zinaharibika, huoni kama utapakata tena mtoto. Kuna mtu ukikutana naye ukimuuliza swali anakuambia hii ni mimba ya 5 imeharibika. Sielewi mtumishi, nini kinachotokea? Anaona kama vile, na kuna sauti zinamwambia wewe, hii biashara yako imefanya nini? Imeisha, wewe hautapakata tena. Nataka nikuhakikishie, sikia sauti ya Bwana. Maadamu nguvu ya Bwana inaenda kuachiliwa, utapakata tena katika jina la Yesu. Na kusemea katika jina la Yesu, utapakata tena. Ninakutamkia utapakata tena. Na muona mtu anayepakata mtoto hapa majira kama haya makani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ukaje na huo ushuhuda kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo, kikatokee kwako, kikafanikiwe kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya. Sasa angalia kilichowapata wa Misri. Hawa ndugu, bahari ilipopasuka, kwao ilikuwa barabara. Wakaanza kupita kwenye ile nini? Kwenye ile barabara. Kwao ilikuwa ni njia. Walipoanza kupita kwenye ile njia, hawa wengine wamefika pale. Mimi nashindwa kuelewa hivi watu wanakuaga hawana akili. Wewe umefika hapo, umekuta hiyo ni bahari, alafu imefanya nini? Imegawanyika. Unajichanganya kuingia kweli? Hata akili za kuambiwa si unachanganya na za kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Cha msingi wenyewe ameambiwa songa mbele, kamata wale. Unawakamata. Unisikiliza mtoto wa Mungu. Mmoja ya kitu kitakachokusaidia kushindana, kupigana vita na kuziweza vita, kanuni ya kwanza ya ushindi kwenye vita, usipigane vita kwenye uwanja wa adui. Usipigane vita kwenye uwanja wa adui hata siku moja. Yaani saa utakayoingia kwenye uwanja wa adui ndio saa umepotea.
Na ndio maana Mtume Paulo alitupa angalizo, akasema kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama. Kwa hiyo kwenye damu na nyama ni uwanja wa nani? Wa adui. Wamekutukana mwilini, wewe nenda kwenye ulimwengu wa roho. Usijibishane nao mwilini. Kwenye damu na nyama ni uwanja wa adui. Usipigane vita kwenye uwanja wa adui. Umekuta kuna maneno yanaendelea, watu wamekuja wamekufanyia kitu kibaya hapo, kwenye namna ya damu na nyama. Wewe waambie huo mimi sio uwanja wangu. Kila atakachokuongoza Roho Mtakatifu kufanya fanya, lakini nenda kwenye uwanja wako. Haijalishi samaki ni mjanja kiasi gani, mtoe kwenye maji, mwisho wake umeisha. Mwisho wake umeisha. Atakufa bila kushambuliwa na mtu. Kwa nini? Kwa sababu oksijeni ya samaki inategemea nini? Maji. Sio oksijeni inayoletwa na mimea. Oksijeni yake inategemea maji. Kwa ukimtoa samaki kwenye maji, umemleta kwenye uwanja wa adui. Huko atakufa yeye mwenyewe. Atakufa yeye mwenyewe. Hata siku moja treni haliwezi kutamani lami. Hata siku moja. Siku utakayoitoa treni kwenye reli, ukasema leo treni tembea kwenye lami, ndio mwisho wa hilo treni. Ndio mwisho wa hizo safari. Na kueleza hicho kitu kikusaidie. Kwa na wewe muangalifu. Unapigana vita wapi? Na Ibilisi siku zote atakuvutia kwenye uwanja wake. Na Ibilisi siku zote. Na ndio maana kuna watu wengi sana wanaohangaika sana kufanya vitu mwilini. Ndio maana nikakueleza mtoto wa Mungu, nikakuambia hivi, unafanya biashara, unafanya kazi, ndio unafanya bidii, ndio unahangaika, hakikisha una nguvu za Mungu. Hakikisha una ulinzi wa damu ya Yesu. Kwa sababu hawa, Biblia inasema hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, lakini sisi tunalitaja jina la nani? Tunataja jina la Bwana. Sisi hatuna nguvu upande huo. Hatuna nguvu upande huo. Sisi tuna nguvu upande huu. Na ndio maana maandiko akasema ingawa tunaenenda katika mwili, sisi hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Huko mwilini vita yetu ni kidogo sana, kwa sababu sisi lazima twende kwenye ulimwengu wa roho. Tukaamrishe vitu kutokea kwenye ulimwengu wa roho vikupate huko mwilini. Bwana asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Nilikuwa nakufafanulia hicho kitu ili kukusaidia. Nguvu yako wewe kwenye ulimwengu wa damu na nyama ni nguvu ya kikanuni tu, lakini vitu vyote unavitengenezea kwenye ulimwengu wa roho. Na hata wale wanaofahamu kanuni za ulimwengu wa roho wanajua. Na ndio maana wanatumia sana uchawi. Wafanyabiashara wengi ambao wanatumia ushirikina wanahangaika sana kwenye ushirikina kuliko kwenye vitu vya kawaida. Hizi principles kawaida, sijui tamaduni, nitapataje, nitafanyaje, hivyo ni vitu ambavyo ni part time kwao. Lakini muda mwingi unakuta anahangaika achimbie hapo chini, alete mtu wa kufanya sijui kitu gani hapo, alete mtu sijui wa kunuiza hapo, alete sijui mtu wa kufanya hivi. Yaani wanahangaika. Na wale wanaochimbaga labda dhahabu, madini, yani ukazungumza nao watakwambia huko kwenye migodi ni shughuli. Wengine inabidi wazikiwe huko ili iwe kafara, iwe sadaka kwa miungu. Na ndio maana kafuatilie, migodi mingi sana inameza watu. Sisi tutaambiwa tu mgodi uliporomoka, sio kitu gani kilitokea. Lakini nenda kafuatilia kwenye ulimwengu wa roho. Ni watu wako serious kwenye ibada. Wako serious kwenye ibada. Nani wa kumtoa kafara sasa? Huyo anayefanya kazi huko. Kwa kama una ndugu yako anafanya kazi mgodini, hakikisha unamlinda na damu ya Yesu. Asiwe kafara kwenye madhabahu za miungu. Asiwe kafara kwenye madhabahu zao. Nini nilichokuwa nafafanua? Nilichokuwa nafafanua ni hiki. Usiingie kwenye uwanja wa nani? Watu. Hakisha uingie kwenye uwanja wake. Pigana kwenye uwanja wako. Uwanja wako wewe ni damu ya Yesu. Uwanja wako wewe ni nguvu za Mungu. Uwanja wako wewe ni malaika ambao wanasubiri oda yako, ambao ukiwaambia ingieni kazini wanaingia kazini. Uwanja wako wewe ni sadaka ya damu ya Yesu unayounganisha na sadaka yako kwa njia ya imani, ili vitu viweze kufanyika, vitu viweze kutokea. Usiingie kwenye uwanja wa adui. Usiingie kwenye uwanja wa adui. Utapotezwa, utamezwa asubuhi. Kiliwapata wa Misri. Wamefika pale wakakuta barabara. Hawajui imetokeaje, hawajui imetengenezwaje, hawajui inafanyaje kazi. Wanakuta barabara katikati ya bahari, wakajichanganya. Nini kiliwapata? Walimezwa wote. Walimezwa wote.
wote walikamatiwa huko. Nini kilichofuata baada ya hapo? Kilichofuata baada ya hapo, hatukubakia na polisi hata mmoja, hatukubakia na mwanajeshi hata mmoja, wamemezwa wote. Kafuatilie nyimbo alizoimba Miriam baada ya kuvuka ng'ambo ya pili. Miriam alianza kumsifu Mungu, akamwambia Mungu, ni nani mwenye matendo makuu kama ya kwako? Tumeona ishara zako, maana farasi na mpanda farasi wote umewatweka wapi? Bahari. Hajasalia hata mmoja. Kwa nini hawa watu walimezwa? Waliingia kwenye uwanja wa adui. Waliingia kwenye uwanja wa adui. Ule uwanja ulikuwa sio wa kwao, ile barabara ilikuwa sio ya kwao. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuombea neema ya Mungu ya kukuokoa kama umeingia kwenye uwanja wa adui. Bwana Yesu akakuokoa, utoke salama, usimezwe huko, usizuiwe huko. Bwana Yesu akutoe leo. Inawezekana kwa kutokujua umejikuta umeingia kwenye uwanja wa adui. Uwanja wa adui hauwezi kukuacha salama. Uwanja wa adui hauwezi kukuacha salama. Na usipigane vita huko, usipigane vita huko. Hakikisha unajua kanuni, principles, sheria za vita upande wa Mungu wako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Chochote kilichomezwa Bwana akashughulike nacho, na neema ya Bwana ikawe juu yako leo. Fungua kile kitabu cha Ayubu, fungua kile kitabu cha Ayubu. Ayubu ile sura ya 20. Ayubu ile sura ya 20. Natamani tupate muda wa kuomba hapa. Ayubu ile sura ya 20 na ule mstari wa 15. Ayubu ile sura ya 20 na ule mstari wa 15. Maandiko yanasema kwenye ule mstari wa 15, anasema amemeza mali, amemeza mali, naye atayatapika tena, naye atayatapika tena. Mungu atayatoa tumboni mwake. Ukiona Mungu atayatoa kwenye hilo tumbo, maana yake aliyemeza ni nani? Ni Shetani. Maana yake kilichomeza ni kitu gani? Ni tumbo la kuzimu. Anasema amemeza mali, amemeza mali, naye atayatapika tena. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ataingilia kati. Atayatapika tena kwa sababu nguvu za Mungu zitaingilia kati. Maandiko yanatuambia wazi kabisa, Mungu atayatoa tumboni mwake, atayatoa tumboni mwake. Mungu, sio mwanadamu. Ni saa ngapi Mungu anaanza kushughulika na hilo tumbo lililomeza? Ni saa ambayo unaanza kuita damu ya Yesu kushughulika na hicho kitu. Na ndio maana kwa nini Mungu anatupaga semina za namna hii, na kwa nini unahitaji kulisikia neno la Mungu na kulielewa? Kwa sababu maandiko yanasema utaifahamu kweli, na hiyo kweli itakuweka huru. Kwa nini Shetani anapambana watu wasipate muda wa kutosha wa kujifunza neno la Mungu? Kwa nini Shetani anapambana watu wasipate muda wa kutosha wa kusikia sauti ya Mungu? Kwa sababu kuna vitu huwa vinaachiliwa na madhabahu ya mbinguni wewe tu unapojua. Na ndio maana Waswahili wakasema kumjua adui ni nusu ya kufanya nini? Ni nusu ya kumshinda. Unaposoma kwenye maandiko unaona Biblia ikisema Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Kwa hiyo wewe unapoifahamu kweli, kitendo tu cha kuifahamu kweli, kitendo tu cha kujua haki zako, kitendo tu cha kujua sitakiwi kuonewa, kitendo tu cha kujua Bwana yuko pamoja na wewe, ndio ushindi wako unaanziaga hapo hapo. Ndio kuinuka kwako kunaanziaga hapo hapo. Ndio baraka zako zingine zinaanziaga hapo. Kwa Ibilisi hayuko tayari kuona, hayuko tayari kuona unapata huo ufahamu, hayuko tayari kuona unapata hayo maarifa. Na ndio maana vile vitu vinavyoachilia maarifa kwenye akili za watu, vinavyoachilia maarifa kwenye maisha ya watu, siku zote vitapigwa vita. Na mtoto wa Mungu, elewa hiki kitu. Ukiona
adui anapambana sana usipate maarifa, anapambana sana usipate ufahamu. Jua hiyo ni vita serious kama vita zingine, kwa sababu kinachofungua milango yako ni maarifa. Ni maarifa unayoyapata, ni ufahamu unaoupata. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa tunaona hapa, kumbe tumbo la kuzimu linaweza kumeza mali za mtu. Linaweza meza mali za mtu. Tumbo la kuzimu linaweza meza mtu mwenyewe. Tumbo la kuzimu linaweza likazuia kibali cha mtu. Fikiria mali zako zimekamatwa na tumbo la kuzimu. Manake utahangaika mchana na usiku bila kuona nini? Matokeo. Kwa nini? Ni mpaka Mungu ashuke akayatoe kwenye tumbo la kuzimu. Ni mpaka vitapikwe, ni mpaka viachiliwe. Manake kama haitatokea nguvu ya kwenda kusababisha hivyo vilivyomezwa viachiliwe, ni ngumu. Ni ngumu. Wanamezaje sasa? Wanamezaje sasa? Wanatumia uchawi. Anatumia uchawi kumeza ndoa ya mtu. Kwa ndoa ya mtu inamezwa, wanashangaaga wao hawanaga amani. Kumbe tumbo la kuzimu limemeza hiyo ndoa. Ni mpaka nguvu ya Mungu iende ikaitoe hiyo ndoa kwenye hilo tumbo la giza. Unashangaa tu, huyu mtoto mbona simuelewi? Kumbe kuna tumbo la kuzimu limemmeza. Ni mpaka itokee hiyo nguvu itakayoenda kusababisha kichefuchefu kwenye hilo tumbo la kuzimu lisiendelee kushikilia huyo mtoto. Wengine ndio wale ambao wako bize na maisha, hawako bize na mtoa maisha. Wengine ndio wale ambao wako bize na hela, hawako bize na mtoa hela. Wako bize na kazi, hawako bize na anayeleta kazi. Hakikisha unakuwa bize na kazi na unakuwa bize na anayeletaga kazi. Usiwe bize na kitu ambacho kimeletwa tu. Kimeletwa tu. Jitahidi uwe makini, uwe mwangalifu. Uwe makini, uwe mwangalifu. Siku ile Roho Mtakatifu alinifundisha kitu kikubwa sana. Alinifundisha kitu cha ajabu sana. Nikasema, hivi ni watu wangapi? Ni watu wangapi ambao wanafikiri wako bize wanapambana na maisha, lakini tumbo la kuzimu limewameza? Ni watu wangapi ambao wako bize wanapambana, wanashindana vitu vitokee, ila hawaelewagi kwa nini havifanyi nini? Havitokee. Ukiangalia juhudi alionayo mtu na matokeo ni vitu tofauti. Yaani kuna watu wana bidii, ndugu zangu. Yaani kuna watu kama ni bidii wanayo, na Biblia imewazungumzia hao watu, lakini maandiko yanaonyesha wazi kabisa hiyo bidii bila nguvu za Mungu ni bure. Ukisoma kwenye Zaburi ya 127 anasema hivi kwenye ule mstari wa kwanza, anasema Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Na kula chakula cha nini? Cha taabu. Lakini yeye humpa mpenzi wake usingizi. Humpa mpenzi wake usingizi. Angalia, anasema kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kufanya nini? Unisikilize mtoto wa Mungu, kuna watu wana bidii. Kuna watu wana bidii. Yaani kama Biblia ilivyosema ndio maisha yao. Kuamka ni wa kwanza, lakini atafuti uso wa Mungu. Kulala ni wa mwisho, lakini hana nguvu za Mungu. Kwa hiyo bidii ambayo haina ulinzi wa nguvu za Mungu ni bure. Kwa sababu utavitengeneza, utavizalisha, vitaonekana. Vikishaonekana tu havina ulinzi, vinapokonywa. Utavitengeneza, ukivitengeneza hakuna namna utavificha. Vitaonekana tu. Vikishaonekana na havina protection yoyote, havina ulinzi wowote, vitamezwa tu. Na ndio maana kama Mungu hausiki, Biblia inasema ni bure. Mungu asipohusika ni bure.
Na ndio maana lazima mtoto wa Mungu ujifunze kufuatilia, lazima mtoto wa Mungu ujifunze kujua kwamba ulimwengu wa roho ni ulimwengu halisi. Sasa na ndio maana kwa nini tunataka ukae kwenye uwepo wa Mungu, ili Mungu akupe ufunuo wa vitu visivyojulikana. Sawa sawa na Yeremia 33 mstari wa 3 anaposema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Bwana akakuonyeshe katika jina la Yesu. Kama kuna chochote kimefanyika, chochote kimeendelea, Mungu akakupe neema ya kukifahamu. You can imagine, kuna watu wanalo ngumu sana. Kuna watu wanalo ngumu sana. Unamuona tu unavyohangaika, unagugumia tu. Na wengine anakuja na kukusalimia hapo hapo, mnaendeleaje jamani? Aise, katoto kanataabika, lakini Mungu yupo. Lakini Mungu yupo. Atamsaidia. Yaani yeye anajua alichofanya hapa. Anajua alichofanya hapa. Jamani, nasikia tena gari yako imepata ajali mara ya 3 sasa. Yaani sijui ubadilishe gari. Anakushauri kama mtu wa maana. Kumbe yeye anajua kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Siku anayokufa atatamani aseme, afu mlango utakuwa umefungwa. Na kama wewe huna neema ya kumjua Mungu, huna neema ya kuutafuta uso wa Mungu, ndio unakutaga mtu anateseka mpaka anafanya nini? Mpaka anakufa. Havukagi kwenye hilo eneo, havukagi kwenye hiyo hatua. Kwa nini? Kwa sababu vilishamezwa na hakuna mtu wa kulitapisha hilo tumbo la kuzimu. Hayuko mtu wa kulitapisha. Maana nataka nikuhakikishie Mungu ni Mungu mwaminifu. Anaposema Mungu atayatoa tumboni hayo yaliyomezwa, Mungu ana njia nyingi sana za kuyatoa. Kama walifukia kwenye hilo eneo, Mungu anaweza akakuhamisha kwenye hilo eneo ili tu milango yako ifunguke. Mungu anaweza akakupa nyumba nyingine ili tu milango yako ifanye nini? Ifunguke. Mungu anaweza akakuhamisha tu kwenye hilo eneo ili tu milango yako ifunguke. Mungu ana njia zake za kufanya. Ndio maana njia zangu sio njia zenu, na mawazo yangu sio mawazo yenu. Wewe unachohitaji ni kumwambia Mungu, chochote kilichomezwa kitapigwa, chochote kilichozuiwa kiachiliwe. Ndio yawe maombi yako mbele za Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wangapi tumeelewana watu wa Mungu? Natamani twende tukamwambie Mungu, chochote kilichomezwa, chochote kilichoshikiliwa, chochote kilichokamatwa, damu yako Yesu ikaingilie kati. Na huo upako upo hapa kwa ajili ya kutusaidia. Ninaomba usimame mahali ulipo, twende mbele za Mungu wetu. Natamani tuwe na muda wa kutosha wa kuomba. Natamani tuwe na muda wa kutosha wa kuomba. Chochote kilichokamatwa kwenye ulimwengu wa roho, chochote kilichoshikiliwa. Takuongoza haya maombi ya kushughulika kwanza na uhalali wowote wa adui. Ninaomba uyaombe kwa uangalifu na kwa kuwa serious kabisa. Biblia inasema kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Unapotamka, unachokitamka kinatengeneza vitu kwenye ulimwengu wa roho. Unapotamka unavunja hilo agano na ufalme wa giza kwa kinywa. Ndio maana Mungu alimwambia Yeremia, nimeweka maneno yangu kwenye kinywa chako. Nimekuweka leo ung'oe, ubomoe, uharibu, uangamize. Kwa kutumia nini? Kinywa chako. Ujenge na kupanda unachotaka. Kwa kutumia nini? Kinywa chako. Nyanyua mkono wako juu. Sema katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninajitakasa na damu ya Yesu. Ninajisafisha na damu ya Yesu. Roho yangu, nafsi yangu na mwili wangu, kwa jina la Yesu ninajivua vazi lolote la uovu, la uharibifu kwa damu ya Yesu. Kila uhalali ambao shetani ameupata wa kumeza kibali changu, heshima yangu, mali zangu, nafasi zangu, uhalali wowote ambao shetani ameupata wa kumeza vitu vyangu vya thamani, leo kwa damu ya Yesu nabatilisha huo uhalali. Ninauondoa huo uhalali juu ya maisha yangu kwa damu ya Yesu. Kila
kwa damu ya Yesu. Achia leo, achia leo, achia leo, achia leo hiyo baraka yangu, hilo jina langu, hiyo heshima yangu, hicho kibali changu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wale malaika wanaopigana vita za wateule wakapigane sasa hiyo vita yangu kwa jina la Yesu. Hilo tumbo lililomeza mali zangu sasa nalipelekea uchungu kwa damu ya Yesu, kichefuchefu kwa damu ya Yesu. Tapika, achia, achia, achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea sasa mwenyewe, endelea. Anza kusemesha vitu ambavyo unahisi vimemezwa. Anza kuvisemesha vitu ambavyo unahisi vimemezwa. Kuna namna unaona kwenye hilo eneo hauendi hatua, kwenye hilo eneo hauna spidi, kwenye hilo eneo vimezuiwa, kibali kimepotea, kwenye hilo eneo mvuto umeondoka, kwenye hilo eneo hauna ujasiri. Hiyo ninaachilia damu ya Yesu. Hiyo ndoa iliyomezwa, tumbo la kuzimu, tapika ndoa hii, tapika, achia, 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 achia tumbo la uharibifu, achia kwa damu ya Yesu. Umemeza ndoa yake, leo iachilie. Umemeza mahusiano yake, leo achilia hayo mahusiano, achilia hayo mahusiano. Umemeza maono, hawi na maono tena, hana spidi tena, achilia hayo maono. Tapika maono yake, tafuta maono yake, tapika, achia. Wewe tumbo la kuzimu, wewe roho za ushirikina, wewe roho za uchawi, wewe roho za giza, achia. Ndio.